Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amesema kile alichokiita kesi ya kijinga ndicho kinachochangia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu kuendelea kusota gerezani kwa takriban mwaka moja na miezi minne, akihusisha hali hiyo na mfumo wa sheria na katiba ya sasa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ameeleza kuwa hali ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kuendelea kuwa gerezani kwa muda mrefu imetokana na mfumo wa sheria na katiba ambayo unaruhusu haki kucheleweshwa. Vilevile, kiongozi huyo alibainisha kuwa mfumo huo wa sasa unafanya baadhi ya viongozi kuwa juu ya sheria badala ya kuwajibika sawa na wananchi wengine nchini. Akifafanua zaidi msimamo wake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alieleza kuwa changamoto hiyo ya kucheleweshwa kwa haki inatokana moja kwa moja na mapungufu yaliyopo ndani ya mfumo wa kisheria na kikatiba ya sasa. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi alisisitiza kuwa mfumo huo unahitaji marekebisho ya kina ili kuhakikisha haki inatendeka kwa wakati wote bila kujali nafasi zao za kisiasa au kijamii. Kiongozi huyo alibainisha wazi kuwa utaratibu wa sasa umekuwa ukileta vikwazo vikubwa katika utoaji haki na kufanya mashauri mengi ya kisheria kuchukua muda mrefu bila sababu za msingi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel alisisitiza kuwa suluhisho la kudumu la changamoto hiyo ni kupatikana kwa katiba mpya itakayohakikisha usawa mbele ya sheria, kulinda haki za wananchi na kuimarisha misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Mheshimiwa Nchimbi alionyesha kuwa mabadiliko ya kikatiba ndiyo njia pekee ya kutatua matatizo ya kimfumo yanayoathiri utoaji wa haki nchini. Kauli hii ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeongeza mjadala mkubwa kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na mustakabali wa utawala wa sheria. Uchambuzi wa kauli hii ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaonyesha namna Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anavyohusisha changamoto za kisheria na haja ya mabadiliko ya kikatiba nchini. Makamu wa rais Emmanuel Nchimbi anataja kuwa kesi vya kijinga vimechangia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuendelea kukaa gerezani. Mtazamo huu wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi unaleta picha mpya kuhusu namna viongozi wa kitaifa wanavyozingatia matatizo ya kimfumo katika utoaji haki. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anaweka wazi kuwa kucheleweshwa kwa haki ni matokeo ya moja kwa moja ya mapungufu yaliyopo kwenye katiba ya sasa. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaeleza kwamba mfumo uliopo unatoa mwanya kwa baadhi ya viongozi kujiona wako juu ya sheria. Katika maelezo yake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anabainisha kuwa usawa mbele ya sheria hauwezi kupatikana kikamilifu ikiwa mfumo wa sasa wa kisheria utaendelea bila kufanyiliwa mabadiliko ya kina. Kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi inalenga kuonyesha kuwa matatizo anayopitia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu si ya mtu mmoja bali ni zao la mfumo nzima la kisheria. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi amefafanua kuwa katiba mpya ndiyo itakayoweka misingi imara ya kulinda haki za raia wote bila ubaguzi. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi anaamini kuwa kupitia katiba mpya masuala ya kisheria yatashughulikiwa kwa uwazi zaidi na kwa kasi inayostahili. Mjadala ulioibuka baada ya kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unahusisha wadau mbalimbali wa kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Wadau hao wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu msisitizo wa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi juu ya uhusiano kati ya mfumo wa kisheria na kesi za kisiasa. Makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ameweza kuonyesha kuwa swala la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo
Tundu Lissu kukaa gerezani kwa takriban mwaka mmoja na miezi minne linahitaji kutazamwa kwa jicho la kimfumo badala ya kisheria pekee. Kupitia mtazamo wa makamu mwenyekiti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, inabainika kuwa mabadiliko ya kikatiba ni nguzo kuu katika kuimarisha demokrasia. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi amebainisha kuwa bila katiba mpya, uwajibikaji wa viongozi utazidi kuwa na changamoto nyingi. Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi anafanya tathmini inayolenga kuleta suluhisho la muda mrefu kwa matatizo yanayoathiri mihimili wa mahakama na utoaji wa haki nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazidi kusisitiza kuwa ucheleweshwaji wa kesi haki unaguza wananchi wote, si tu viongozi wa kisiasa kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anatumia mfano wa mwenyekiti huyo wa Chadema kuonyesha ukubwa wa tatizo lililopo ndani ya mfumo wa kisheria. Kiongozi huyo Emmanuel Nchimbi anaweka wazi kuwa mazingira ya sasa hayatoi nafasi sawa kwa kila raia anapokabiliwa na mashtaka mahakamani. Ufafanuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unadhihirisha nia ya kuingiza mada ya katiba mpya kwenye mijadala ya kitaifa inayohusu utoaji haki. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anaeleza kuwa katiba mpya ndiyo itakayokomesha vikesi vya kijinga vinavyosababisha watu kusota gerezani bila sababu za msingi. Mtazamo huu wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi unatoa mwelekeo mpya na jinsi serikali na jamii zinavyoweza kushughulikia migogoro ya kisheria na kisiasa. Katika kuonyesha umuhimu wa mabadiliko hayo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakumbusha kuwa mfumo wa sasa unahitaji kufanyiwa ukarabati mkubwa wa kisheria. Mheshimiwa Emmanuel anasema kuwa uwajibikaji unapaswa kuwa sawa kwa kila mtu bila kujali viongozi au raia wa kawaida. Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi anaweka msisitizo kwenye ujenzi wa mfumo utakaolinda demokrasia na haki za kibinadamu kwa viwango vyote vya juu zaidi nchini Tanzania. Mjadala huu ulianzishwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaendelea kuchukua nafasi kubwa katika anga ya habari. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameweza kuunganisha swala la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na haja ya mageuzi ya kikatiba. Makamu wa rais anaeleza kuwa katiba mpya itahakikisha kuwa hakuna mtu anayekuwa juu ya sheria au anayetumia mfumo wa kupunguza haki za wengine. Kauli hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabaki kuwa chanzo kikuu cha maoni mbalimbali kutoka kwa wanasiasa na wanasheria. Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anaendelea kutajwa kama kiongozi aliyetambua wazi kuwa mfumo wa sasa wa kisheria una mapungufu yanayohitaji kutatuliwa mara moja. Makamu wa rais Emmanuel Nchimbi anabainisha kuwa suluhisho la matatizo yote ya utoaji haki nchini Tanzania litategemea ujasiri wa kufanya mabadiliko ya kina ya katiba ya sasa.